Kisa cha mwisho nitakachowahadithia leo kuonyesha namna tunavyotakiwa kumtegemea Mwenyezi Mungu na ukimtegemea Mungu anavyokunusuru, kinawahusu vijana watatu. Hawa vijana watatu walikuwa ni vijana wacha Mungu. Zama za nyuma huko. Wakaenda katika harakati zao. Ikafika muda mvua kubwa inanyesha. Radi zinapiga. Hali ya hewa imekuwa ni mtihani na wako jangwani. Walichofanya wa vijana wakakimbilia ndani ya pango ili wajifiche jua, wajifiche mvua na radi na hizo zahma zilizokuwepo. Wakiwa wako ndani ya pango, mvua inaendelea kunyesha, upepo mkali, jiwe likateremka, likaenda kuziba ule mlango wa pango mba. Pango sina kugana mlango mmoja au mingi? Mmoja. Pa kutoka hakuna. Kila walipojitahidi kulisukuma jiwe kweli, halisogei hata nchi. Vijana wale wakafika mahali wakasema, hapa tulipo hakuna nusura wala msaada isipokuwa kutoka kwa nani? Kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Wakaambiana, kila mmoja wetu amuombe Mwenyezi Mungu kwa lile jambo lile ambalo anahisi jambo hili mimi nililifanya kwa ajili ya Allah. Basi alitaje hilo jambo, alafu amuombe Mungu kwa jambo hilo alisogeze nini? Jiwe. Akaanza kijana wa kwanza, ya Rabbi, mimi nilikuwa ni kijana ambaye nilikuwa na wazazi wangu wawili. Wazazi wangu wawili hao walikuwa watu wazima sana. Na mimi nilikuwa na mke wangu na watoto. Kazi yangu kubwa ilikuwa ni kuchunga wanyama. Kwa hiyo kila siku jioni nilikuwa ninapokamua maziwa, kabla sijauza wala sijaipa familia yangu, lazima kwanza niwapelekee wazazi wangu. Wao ndio wa kwanza kunywa maziwa. Sasa siku moja nimechelewa, kwa hiyo maziwa yale mpaka nayafikisha kwa wazazi, nikakuta wazazi washalala. Na nikaona vibaya kufanya nini? Kuamsha usingizi tena wa utu uzima. Kwa nikasimama pale kwenye mlango wa wazazi wangu mpaka asubuhi. Wakaamka, nikawapa kwanza wao maziwa. Japo wanangu na walikuwa wanalia, wanayataka yale maziwa, lakini sikuweza kufanya nini? Sikuweza kuwapa mpaka kwanza wayanywe wazazi wangu. Ya Rabbi, kama kwa jambo langu hili nililifanya kutafuta radhi zako, kwa sababu umetuambia tuwatendee wema nani? Wazazi, basi naomba utufungulie huu mlango tupate kutoka. Jiwe likasogea kidunchu, ikawa nje wanafanya nini? Wanakuona, lakini njia haitoshi kufanyaje? Kupita. Akaingia kijana wa pili. Huyu wa pili akamwambia, ya Rabbi, mimi nilikuwa na binti wa ami yangu, cousin, yani binamu. Huyu binti alikuwa ni mzuri, mrembo. Binti huyu mimi nilikuwa nampenda, lakini njia ya kumpata nikawa sina. Sasa siku moja huyu binti, yeye wazazi wake walikuwa washatangulia, akawa amekosa chakula, amekosa na namna yani ya kupata mahitaji yake ya lazima. Kwa hiyo akaja kwangu mimi kama kaka yake, kuja kuniomba nini? Msaada. Nikasema leo kajileta mwenyewe. Kwa nikamwambia,
mimi msaada nitafanya nini? Takupa. Tena unachotaka, lakini na mie unipe. Kwa hiyo nipe, nikupe. Binti yule akawa hataki ile jambo, kwa sababu alikuwa ni binti anayeogopa nani? Mwenyezi Mungu. Akaamua kuondoka. Lakini hali ikazidi kuwa mbaya, akarudi tena kwangu kwa mara nyingine. Nikamwambia, bwana, mimi kukupa lakini na wewe ufanye nini? Unipe. Basi ikafika mahala yule binti, kutokana na hali jinsi ilivyo, akasema, haya, japo nafsi yangu haifanye nini? Haipendi. Wakati sasa ndo yule kijana kashafika kwenye harakati, sasa ndo anataka kutekeleza hilo jambo, yule binti akarudi kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu. Kwa kuona hakuna namna nyingine ya kujinusuru hapa ila kurudi kwa nani? Kwa Allah. Akamwambia yule kijana, itakillah, muogope nani? Mwenyezi Mungu. Wala usiifungue hii pete isipokuwa kwa haki yake. Kijana anasema, ya Mwenyezi Mungu, nilipolisikia lile neno itakillah, moyo wangu wote ulinyong'onyea, na nikaacha kufanya kitendo kile kiovu, na nikampa msaada huyu binti bila ya masharti yoyote. Ya Rabbi, kama kwa kufanya hivi nilifanya kwa kukuogopa wewe na kuitafuta radhi yako, basi naomba utufungulie. Ukafunguka tena kidogo. Yaani nje unapaona vizuri, lakini kutoka haiwezekani. Akaingia kijana wa tatu. Huyu kijana akasema, ya Rabbi, mimi nilikuwa na mtumishi wangu ananifanyia kazi zangu. Kanifanyia kazi, kafika mahali natakiwa nimlipe mshahara wake, tukasigana, yani kauli, akakataa ule mshahara, maybe mdogo, vitu kama hivyo yani. Akaamua kuondoka kabisa. Kazi kashanifanyia, mshahara kaukataa. Ule mshahara mimi nikautumia kununulia mnyama, yani kama ng'ombe hivi au mbuzi. Yule mnyama akaja akazaa, akajukuu na vitukuu, na yani wale wanyama wakawa wengi, yani kama mbuzi wamefika mpaka 40-50 huko. Ushapita muda mrefu zaidi ya mwaka au miaka. Yule kijana akarudi. Akamwambia, nimekuja leo, nataka unipe ile amana yangu. Akamwambia, ile amana yako sinayo, ila nilinunulia mnyama, na huyo mnyama nilinunua huyu mmoja, lakini huyo mmoja amezaa, wamekuwa wengi. Kwa vile hawa wanyama wengi wametokana na yule mmoja ambaye nilimnunua kwa pesa zako, basi hawa wanyama wote ni haki yako, kwa chukua lote, zizi zima. Ya Rabbi, kama nilifanya haya kwa ajili ya kutafuta radhi zako, tunaomba utufungulie hili jiwe tupate kutoka. Iwe lote likasogea, mlango ukawa wazi, na wale vijana wakafanya nini? Wakatoka. Nini kilichowatoa ndani ya lile pango? Nini? Kumtegemea nani? Mwenyezi Mungu. Wako ndani ya pango tu wakitoa sauti hazifanye nini? Hazisikiki. Enzi hizo hakuna simu kama leo. Ukasema nitachukua simu nimpigie baba nimwambie tumejifungia huko uje utufungulie. Simu hakuna. Lakini wakajua yupo wa kupigiwa nini? Simu, ambaye yeye ukibipu kafanya nini? Kapiga. Alimradi umelifanya hilo kutoka ndani ya nini? Ya nafsi lillahi. Kona wahusieni watoto wangu. Nyinyi ni wanafunzi, si ndio Kuna wakati unasoma mambo hayafanye nini? Hayaendi.
Rudi kwa nani? Kwa Allah. Unaingia kwenye mtihani, kila ukisoma material yamefanyaje? Yameevaporate. Rudi kwa nani? Kwa Allah. Mtaje Mwenyezi Mungu, muite Mwenyezi Mungu, muombe Mwenyezi Mungu. Yeye kwake kuifanya nyeusi kuwa nyeupe is just a fraction of second. Kutoa msaada, kutoa nusura kwa Mwenyezi Mungu ni kitu chepesi sana. Tumuombe, tumtegemee, tumtaje na tuone kwamba kila kitu kwenye maisha yetu bila yeye hakiwezekani. Ukiishi maisha ya kumtegemea Mwenyezi Mungu, mambo yako yote yanakuwa very smooth. Una haja ya stress.